Ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Ruvuma kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vya wilaya ya Tunduru pamoja na kikosi kazi cha serikali task force vimewakamata watu 5 waliokuwa wakijihusisha na biashara ya ununuzi wa madini ya vito nje ya mfumo wa masoko ya madini. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za madini wilaya ya Tunduru, kaimu afisa madini mkazi Ruvuma Yese Mkimbili alikuwa na haya ya kusema. Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu ukamataji wa madini na wahusika waliokiuka matakwa ya sheria ya madini. Ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Ruvuma kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vya wilaya ya Tunduru pamoja na kikosi kazi cha serikali yani task force inapenda kuarifu umma kuwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya mchana ilikamata watu 5 waliokuwa wakijihusisha na biashara ya ununuzi wa madini ya vito nje ya mfumo wa masoko ya madini. Watuhumiwa hao walikutwa nyumbani kwa Bwana Mohamed Nazir Mohamed Azam, mtaa wa Muungano, kata ya Majengo, wilaya ya Tunduru, akiwa na jumla ya vipande 260 vya madini ya vito vyenye thamani ya shilingi milioni 21,120,409 na senti 50, kitendo ambacho ni kinyume na sheria ya madini ya mwaka 2010 pamoja na marekebisho yake ambayo inaelekeza biashara ya madini kufanyika katika masoko ya madini. Watuhumiwa waliokamatwa, wa kwanza anaitwa Hamisi Samri Mjinga. Huyu ni Mtanzania aliyekamatwa na jumla ya vipande 188 vya madini ya vito vyenye thamani ya shilingi 839,875 na senti 83. Mtuhumiwa namba wa pili ni Halifa Yaya Lirombe. Huyu ni Mtanzania aliyekamatwa na jumla ya vipande 27 vyenye thamani ya shilingi milioni 2,635,460. Mtuhumiwa wa tatu ni Mohamed Nazir Mohamed Azam. Huyu ni raia wa Sri Lanka aliyekamatwa na vipande vya madini 45 ya vito vyenye thamani ya shilingi milioni 17,645,073.67. Watuhumiwa wengine waliokamatwa pamoja nao ni Hassani Imani Omari, huyu ni Mtanzania, na Isat Kasim Mausuni, huyu ni raia wa Sri Lanka. Watuhumiwa waliokamatwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa Ruvuma kwa kuzingatia sheria ya madini sura ya 123 na kanuni zake inatoa rai kwa wadau wote wa sekta ya madini mkoani Ruvuma kutojihusisha na biashara ya madini nje ya mfumo rasmi wa masoko ya madini yaliyopo mkoani Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma una masoko mawili ya madini yaliyopo katika wilaya ya Tunduru na Songea. Masoko hayo ni soko la madini ya vito na dhahabu Tunduru na soko la madini ya vito na dhahabu Songea. Aidha, ofisi ya afisa madini mkazi Ruvuma kwa kushirikiana na vyombo mbalimbali vya serikali itaendelea kufanya kaguzi za mara kwa mara ili kudhibiti vitendo vya ukiukwaji wa sheria ya madini sura ya 123. Imetolewa na ofisi ya afisa madini mkazi Ruvuma.